엄마 누가 누나 이리 엄마 Mashambulizi ya jeshi la Iran IRGC sasa yamemfanya rais wa Marekani kupanic. Rais huyo anaonekana amepanic na anaanza kugombana na washirika wake. Rais huyo wa Marekani hapo mwanzoni, baadhi washauri wake waligoma kwamba wasiingie vitani dhidi ya Iran baada ya ujasusi wa Mossad na ule wa nchini Marekani CIA kugundua namna ambavyo Iran imejipanga kwa ajili ya mapambano. Sasa kiongozi huyo wa Marekani anashuhudia namna ambavyo Iran inafanya mashambulizi. Inatajwa kwamba kiongozi huyo anataka kutumia silaha hatari alizokuwa nazo nchini Marekani, lakini anatafuta mahala ambapo anaweza akaweka kambi kwa ajili ya mapambano. Hana mahala salama katika eneo la Mashariki ya Kati analoweza kuweka kambi, kwa sababu Iran imeshafanya ujasusi wake na kugundua kila mahali penye kambi, na kwamba hata mifumo yake ya anga, kila kambi ambayo tayari wakati huu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati zaidi ya mataifa 15 yameshashambuliwa vibaya. Huko nchini Israel kwenyewe hali si shwari, lakini pia ni kwamba wakati huu raia wanaonekana kulia kwa machungu kuona namna ambavyo taifa lao linateketea kutokana na mashambulizi ya Iran. Kadhalika mataifa ya Kiarabu na yenyewe pia yanajutia. Mwanzoni kabla ya vita hivi, Iran iliwaonya majirani zake katika Ghuba ikiwaambia kwamba wasikubaliane na mpango wa Marekani kuingia vitani, kwa sababu wakati huu taifa hilo la Kiajemi linaenda kushambulia kila eneo ambalo lina maslahi ya Marekani, ikiwa ni pamoja na ngome zake za kijeshi, na hicho ndicho ambacho Iran imekifanya. Sasa kutokana na mashambulizi haya, rais wa Marekani amekuwa akitoa maonyo kila kukicha, huku akiwa na hasira, akionekana kwamba ni mtu ambaye amevurugwa kutokana na vita hivi. Rais huyu wa Marekani hakutarajia kwamba Iran ingefanya mashambulizi kiasi hiki, na wa Iran wanasema haya ni makombora ya muda mrefu ambayo yalikuwa katika hifadhi, na sasa wanataka kuanza kutumia makombora yao mapya ambayo ni ya kizazi kipya. Hii ndio hofu kubwa ya mataifa mengi. Hispania imegoma kabisa kutumiwa kwa maeneo yake ya ngome za kijeshi ili tu Marekani iendeleze operesheni zake, na hii imemfanya rais huyo kupanic na kuiambia Madrid kwamba wakati huu inafuta biashara zake zote ambayo inazifanya dhidi ya taifa hilo la Mediterranean, na ni kwa sababu bwana Trump anaona hana njia zingine za kufanya. Lakini wakati huu ni Uingereza ambayo ilikataa kwamba haitakubaliana na mpango wa kutumia ngome zake za kijeshi, ni kwamba wamekubali kutumika kwa baadhi ya ngome ikiwa ni pamoja na huko Cyprus. Lakini Rais Donald Trump anaonekana hata katika hotuba zake ni mtu aliyepaniki mno, kutokana na kwamba hakufikiria kwamba Iran ingekuwa hivi, lakini pia washirika wake ingesita kuwa na ushirika naye. Kwa miaka mingi Marekani imekuwa na ushirika wa karibu pale ambapo inaanzisha operation za kijeshi dhidi ya taifa lolote, lakini wakati huu washirika wake, kutokana na jeuri ya bwana Trump, hasa baada ya kuingia katika awamu hii ya pili ambapo alikuja na mambo mengi, huku akitaka kuyateka baadhi ya mataifa. Kwa mfano, alikuwa akitaka kuiteka Canada. Sio rahisi kwa Canada wakati huu kukubaliana kuingia katika vita hivi, ama ambapo alikuwa akitaka kuteka kama vile mfereji wa Panama, lakini pia pamoja na Greenland. Yote haya yamewafanya watu wa magharibi, lakini pia na washirika wengine katika mataifa ya Ghuba kuona kwamba rais wa Marekani wakati wowote anaweza kukushinikiza kufanya jambo ambalo baadaye linaweza likakuletea hasara kubwa. Na wakati huu ameamua kumgeuzia migongo, na kwamba hana njia nyingine isipokuwa sasa amepanic na anataka kufanya mashambulizi kwa kutumia silaha hatari ambazo wachambuzi wanasema haziruhusiwi katika vita. Lakini pia hofu yake ni kwamba endapo atatumia silaha hizo, huenda China, Urusi au Korea Kaskazini wakaamua kutoa silaha hatari, na hichi ndicho ambacho baadhi ya washauri wake wanamuonya. Rais huyo alianza kupanic na kuchanganyikiwa baada ya kuona ndani ya siku 3 za mwanzo jinsi Iran ilivyofanya mashambulizi yake katika maeneo mbalimbali huko katika eneo la Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.